kwanza. Jamani makofi kidogo jamani makofi jamani. Sema sana. Tuanze kwamba ulitarajia timu yako itaingiaje kwenye dabi baada ya kuona kuthibitishwa kwamba timu itakuwa. Swali langu moja nirejee, jana ulikuwa ni mchezo wa dabi, kama mmepoteza kwa magoli mawili dhidi ya Mtani, lakini kulikuwa na ile taarifa ambayo kwenye peji ilikuwepo ikaleta sitofahamu, lakini tukaona majira ya saa 6 ikatolewa kwamba timu itakwenda. Baada ya kuona ile taarifa kwamba timu yako Simba itakwenda uwanjani kucheza dabi, matarajio kwako yalikuwaje kabla hatujaja kwenye matokeo yaliyopatikana baada ya mchezo? Mindo Darwesh. Dabi bendera bila ambao tunabeba taswira ya Tanzania. Lakini kikubwa Mindo Darwesh kwenye ufundi. Amejitahidi kwa namna kwanza kama surprise kwa Tanzania. Kama shabiki wa Simba kwenye Tanzania. Maingizo yalikuwa mengi ni mapya. Boss. Heshima mpya. Yaani hata kuangalia hii sio kwa laumu sana kwamba ni moja mambo. Unaonaje hapa? Kulingana na siwe M23 wao katika mechi ya jana, lakini mara ya kwanza mimi sina cha kuwadai wachezaji na mechi sina cha kuwadai, maana kuna mtu mwingine anaweza kaja kuelewa una cha kuwadai kwa nini? Kwa sababu kwamba wao wenyewe kwa wachezaji ndio wamepeleka kama hapo mtoto akinyia mkono unajua leo unafanya chakula bendera ya Yanga kutengenezea wao wenyewe sio waamini tuamini tunapata bendera. Mimi sina cha kuwadai wachezaji, marekebisho hapa tutafanya ni makubwa kiasi fulani ya kuweza kufanya tuweze kuingia kwenye ushindani na timu zingine ambazo wanazo kwenye ubingwa na kwenye ligi pia wanazo. Nataka tukusikie wewe, mashabiki baada ya mchezo kumalizika jana, wapo waliolia, wapo waliogaragara chini, sisi tuliwashuhudia. Wapo ambao walitaka mwenyekiti wa Ngumu aondoke mara moja, lakini wapo ambao walioji zile ahadi za mwenyekiti kwamba atakuwa anaifunga Yanga pindi atakapopita. Lakini wapo ambao walioji kwa nini uongozi ni kama umewatelekeza mashabiki kwa kuacha kupanda. Maoni yako wewe ni yapi kwa matamko yote ya sababu wao ni mashabiki? Upande wa utawala wazee wape kwa kuna mapungufu mengi kwa sababu muunganiko wa pamoja kama viongozi wa klabu ya Simba na kuweza kufikisha ujumbe wa pamoja tuweze kuliacha kwa sababu yameshatokea. Hii tena leo au kesho msimu 2024-2025 ligi imefanyika jana 2025 kuja kuanza 2025 lakini ukweli kwa sababu eneo ambayo yanakuwa hayatendewi haki na uongozi wa Simba boss. Lakini yote leo tumeshapoteza mechi zetu, tumeshapata bingwa kujipanga. Sasa tumbona leo unaongea maneno machache lakini ni makubwa na yenye maana. Kwa hiyo wewe ni mteja wa Yanga na Yanga ni bora zaidi kuliko timu yako ya Simba. Hilo hatuwezi kulikataa kwa sasa hivi. Yanga ni kwenda kwa bora nje ya uwanja na ndani ya uwanja wanakuwa bora Yanga. Hilo hatuwezi kulikataa kwa sababu ndani uongozi wamekuwa zaidi. Msaidizi ndani ya uongozi wa Simba. Kabla tujapamoka tunatofautiana kwenye kuelewa. Sasa hebu rudia sentensi yako. Nasema hivi. Ungempa bendera ongea nayo. Yanga na haki ya kutuita sisi wateja kwa sababu wanapokea wakifunga Simba ndani ya uongozi. Kwa Yanga wanaweza kufanya chochote sasa hivi wala kupisha. Hilo liko wazi. Sema sasa umri wako ni mkubwa sana kuliko mimi. Mimi bado sijakuelewa. Yaani una maana gani? Hata tutakapishanielewa kwa mpira kwa sababu Simba tunaijua miaka mingi, tunaona uongozi. Sisi unaelewa? Hilo nikilizungumza kwa sababu Simba kwa madini tunaenda kwa nini nazungumza na mimi? Haijawahi kutokea jana bana. Matokeo namna hiyo kama hizo sio kwa wateja kwa Yanga. Chome. Baga Miraji. Chome. Mechi tano Bwana simu yangu ilikuwa imetoa sauti lakini imefika station hapo amepata salamu zako. kuna mechi tunakwenda kucheza Simba ndani lakini kwa sababu
kwa upande wako sasa, hii Simba kupoteza mara 5 kwa Yanga mfululizo, au tuseme Yanga na Simba mara 5 mfululizo, ni kutokana na ubora wa kikosi au inachangiwa pia na mambo ambayo ya kuhusisha uwanja? Mimi nafikiri anachangiwa nje ya uwanja. Kiongozi wetu nje ya uwanja hauna uwezo kwa sababu sisi tunajua ambao wanaweza kufanya na hili jambo linaisha. Ni mahusiano, yani mahusiano ya ndani ya klabu ya Simba. Hilo limesemeka. Bana, sawa mzee Masaki, sisi tunaheshimu sana kuja kukaa kwako hapa, lakini usiondoke bila kutuachia kile ambacho kinazungumzwa sana kwenye mitandao kwa sasa. Kiwango cha Kingpin Musa Kamara, golikipa wetu ambaye inatajwa msimu, makosa yake binafsi yanachangia yeye, makosa yake binafsi yamesababisha magoli zaidi ya 11 kwenye lango lake. Yaani kwamba magoli 11 Simba imeruhusu, yeye akiwa chanzo, na inatajwa kwamba huenda tusimuone tena msimu wa ligi ya 2024-25. Kama mzee Masaki, shabiki wa Simba, na wewe kwa moyo mmoja ni kwamba unaona basi Kamara na aende? Unajua mtazamo mpira mawazo haya fanana. Kwa sababu gani? Hili sasa tunatengeneza kwa Yanga kutaka kuialika na hili Yanga itafanikiwa kucheza. Timu inachezwa na timu zima wachezaji 11 na wachezaji walioko ndani ya benchi wanatimia kwa mmoja. Mara kwa mfano angalia goli la pili. Unamlombo na jana goli la pili. Kwa pasi beki zote zinaruka mpira kwa nini? Goli la pili tunazungumzia goli ambalo lilifungwa na penalty mzizi. Hebu jaribu kuliangalia. Mabeki wameruka mpira, wamemwacha mtu kwenda kufunga. Unamlaumu Kamara kwa kipi? Hii ni mipango moja ya uwanja kwa sababu ya kuikomia. Na hiyo yani kwa lakini hakuna golikipa bora sasa hivi tukitaka kuchukua katika jamhuri. Sasa Green Sheet anaongoza Kamara. Kwa hiyo golikipa bora sio bora. Golikipa bora. Sasa unaposema kwamba Kamara ameleta makosa, nyinyi wenyewe waandishi wa habari ndio tayari sasa mnaanza kuchukua mfano kuja kujaribu. Lakini kuna wachezaji ambao ndio kwa sababu unauliza kuhusu Kamara wakati ndio golikipa bora kwa ligi hii. Unaomba nasema ni barua kuna magolikipa wangapi katika timu za sasa? Katika timu za sasa ndio kwa nazo 16 magolikipa wangapi tena? Timu 16 magolikipa wangapi? Anayekwenda sasa kwenda kwa na grade A kati ya magolikipa wote sio 16 mara 2, sio wili. Kwa magolikipa wangapi? Kwa nini awe Kamara mpaka sasa? Alafu mnasema ni mbovu. Bwana mjibu kwamba magolikipa 36 Kamara anakwenda kwa golikipa bora. Nyinyi mnasemaje kwamba Kamara ni mbovu? Basi mimi kwa heshima yako naomba dhamana. Bana, mashabiki mmetuzunguka hapa ni wengi sana, na sisi tunaomba sauti yenu moja tu kwa mzee Masaki. Bana, Kamara ni bora sio bora jamani? Sio bora. Wamie bora nani? Mpira na namba. Bahati nzuri mpira na namba. Bora nani? Magolikipa 36. Haya, Kamara mwekeni pembeni, takusani mwingine. Nani mwingine? Diara. Goli mwingi wa anapishana Green Sheet moja yeye kucheza zote. Mimi naomba tumalize kwa chochote ambacho jana umelala baada ya kupoteza, ukasema kesho nikiamka asubuhi nikipata nafasi ya kuzungumza sauti yangu iende kwa wana Simba. Wewe ulipanga kusema nini ambacho ndio cha muhimu zaidi na hata ukinyanyuka hapo? Kwanza moja, mimi sikutaka kuongea siku ya leo. Sikutaka kuongea. Nimewaheshimu ndugu zangu, mmekuja tumejaribu kupeana mawili matatu. Mimi sina cha kuidai timu. Ila kuna maboresho ambayo yanatakiwa yafanyike ndani ya klabu ya Simba. Maboresho yanatakiwa yawepo. Tunaondoka. Na sasa tunatafuta kwenda kucheza kombe la dunia la klabu. Unaelewa? Ni lazima mtengeneze timu iliyo bora zaidi. Unaweza kupata nafasi hiyo, Simba ina nafasi ya tatu katika fundisho ndio tano bora Simba ndio kwanza jana kwa manchi na manchi kasha kwa mimi Simba ndio wamekwenda fainali ya Simba jana, unga wa jana manchi sana manchi kafanya manchi maboresho ya usajili. Sasa asante sana. Tumwombe mchangiaji mwingine. Ngoja tunakwenda taratibu. Tunakwenda taratibu.